Sote tunatambua kuwa tarehe 19 Machi 2025, Mungu akitujalia uzima na uhai, sisi wote tutashuhudia na sisi wote tutakumbuka kuwa siku hiyo ni siku muhimu kwa taifa letu, kwani inatimia miaka 4 tangu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoapishwa rasmi kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni tarehe yenye uzito wa kihistoria isiyofutika ndani ya taifa letu. Na kwa nini tunasema tarehe hii ina historia nzito? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, siku hiyo ya tarehe 19 Machi mwaka 2021, miaka 4 kurudi nyuma kutoka sasa, kwa mara ya kwanza taifa letu la Tanzania katika historia yake tulipata rais mwanamke, tukio ambalo limebaki na linaendelea kubaki kuwa alama muhimu ya mabadiliko na hatua kubwa kwa taifa letu katika uongozi wa kitaifa na kimataifa. Lakini ni siku ya kihistoria kwa sababu katika namna isiyotarajiwa wala kudhaniwa, mara baada ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5 Daktari John Pombe Joseph Magufuli kuaga dunia, tulikuwa na mashaka na wasiwasi sisi na majirani zetu, wakitaka kuona kwa namna gani ambavyo Tanzania wanaweza wakafanya mabadiliko ya kiuongozi katika misingi ya kuheshimu katiba na taratibu tulizojiwekea kama taifa. Kwa hiyo siku hiyo ni siku ambayo Tanzania na dunia nzima ilishuhudia mwanamke shupavu, jasiri, mwongoza njia akishika na kuchukua hatamu za uongozi kwa njia ya ustahimilivu, kwa njia ya hekima, kwa njia ya utulivu na dira thabiti. Nani kama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan? Hivyo basi sisi tutaongoza mamilioni ya Watanzania kutathmini uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na mafanikio yake makubwa aliyoyafanya na kuyaleta katika taifa letu. Sasa, kwa kutambua umuhimu wa siku hii, ndugu zangu, wanavyuo na wanazuoni kutoka vyuo mbalimbali nchini, tumejipa dhamana ya kuongoza umma wa Watanzania katika kufanya tathmini ya kina kuhusu uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tujue tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Na hii ndio sababu mnamo tarehe 16 Machi 2025, kwa maana siku ya kesho, na siku 3 kabla ya kutimia miaka 4 ya uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wafuasi na wanachama wa kampeni ya Mama Asemewe pamoja na wapenzi wa maendeleo ndani ya taifa letu tutazindua rasmi tukio linaloitwa ama juma linaloitwa Wiki ya Mama, ambao ni mpango maalum wa kutumia siku 7 za wiki kutathmini maendeleo ya Tanzania chini ya falsafa hodari, falsafa maarufu, falsafa makini ya 4Rs ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yenye maana ya maridhiano, mabadiliko, ustahimilivu na ujenzi mpya wa Tanzania. Tumia fursa hii kuwatoa hofu wa Tanzania kuhusu hali ya siasa chafu na njama za kisiasa zinazoshuhudiwa zikichochewa na baadhi ya wanasiasa hivi sasa ndani ya nchi yetu. Kama taifa, hatupaswi kufumbia macho juhudi za baadhi ya watu wanaojaribu kutugawa kwa kupandikiza chuki baina yetu, kwa kutumia propaganda chafu na matamshi yenye lengo ya kuleta taharuki kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2025. Wengine wamefikia hatua ya kutangaza kuwa wataenda kushawishi jumuiya za kimataifa wakijinasibu kuwa wana marafiki zao huko duniani ili washinikize Tanzania isitishe kufanya uchaguzi. Ndugu zangu wa Tanzania, huu ni uhaini wa kisiasa. Hakuna taifa lolote linalojiamini na kuheshimu uhuru wake
litakalokubali kuchezewa mchezo mchafu wa siasa za kitoto za namna hiyo. Tanzania ni nchi iliyokamilika, inaongozwa katika misingi ya demokrasia imara, inayojiongoza kwa mujibu wa katiba na sheria zake, si kwa hisia za mtu mmoja mmoja. Zaidi ya hapo, tunapaswa kuwauliza watu hao swali moja la msingi: hivi kati yao na Rais Samia ni nani mwenye marafiki wengi wazuri huko duniani? Hadi fikia hatua ya kututisha kwamba na marafiki zao huko duniani wanaweza kuwashawishi ili washinikize uchaguzi ufanyike katika Tanzania yetu. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi muungwana, ni kiongozi mchapakazi na mpenda maendeleo, na kutokana na sifa hizo amejijengea heshima kubwa barani Afrika na kimataifa. Ameipa Tanzania heshima mpya duniani kwa uongozi wake wa busara na diplomasia ya hali ya juu. Sasa hawa wanaotaka kwenda nje ya nchi kumchongea rais wetu na taifa letu, tunawauliza, mnaenda kwa marafiki gani na mnapeleka ajenda gani? Ni wazi kuwa wanajidanganya na wanajiongopea, na kama walivyojifanya mashujaa wa ajenda zisizo za maana, sisi tunawaambia wanavio tutawavua nguo ili waaibike kwa ajenda zao zisizokuwa na maana. Dunia hii haiwezi kuwasikiliza watu wenye maarifa finyu. Sasa ndugu zangu, siasa sio mchezo wa kuigiza. Tunataka tuwaambie Watanzania waweze kuona watu namna hiyo ni watu wa ajabu. Kwa maana hata hivi sasa wote ni mashuhuda, kuna watu wanadiriki kusema kwamba wameshindwa kuja kumzika baba yake eti wakitumia kisingizio cha hofu ya usalama wao. Hii ni tabia isiyovumilika. Ni aibu kwa mtu mzima kutumia matukio nyeti na kifamilia kwa ajili ya kutengenezea ajenda za kisiasa na za kiharakati. Wote kwa pamoja ninaomba wanavio tumuombee dada huyu anaitwa Maria Sarungi. Mungu ampatie hekima na maarifa makubwa, aweze kujua nafasi ya familia na nafasi ya harakati kwenye maisha yake. Sisi wa Tanzania, taifa letu liko salama, lina amani, na sisi tunatembea kifua mbele. Tunajivunia kuzaliwa wa Tanzania na tutaendelea kujivunia kuwa wa Tanzania, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa kadri tunavyoliombea taifa letu liwe salama, liwe na amani, na ndivyo Mungu anavyotujibu. Sasa hawa wanaharakati ambao kwanza kwenye taifa letu hatujaona nao takriban miaka kadhaa, wakiwa huko nje wakiwa na ajenda tusizozifahamu, ya Tanzania yanawahusu nini?